Hello, habari. Kwa majina yangu mimi naitwa Dr. Mary, mtabibu na mtafiti wa miti mbalimbali ya kiasili. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, ninakukaribisha sana katika video hii na chaneli hii. Kama wewe ni mgeni katika video hii, nakuomba subscribe, share video, bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata madarasa yangu kiurahisi na uweze kufaidika katika maisha yako. Mpendwa mtazamaji wangu, ninakuomba ukae na uweze kusikiliza video hii kwa umakini sana, na ili uweze kuelewa nini naenda kukupa elimu hii popote ulipo, ili uweze kufaidika na wewe na kukusaidia kwenye shughuli zako na maisha yako. Mpendwa mtazamaji wangu, hii dawa unayoiona hapa inaitwa Nyota ya Jaa. Dawa hii iko katika unga na ina asili ya kumeremeta kama ulanga unavyoiona. Kwa hiyo Nyota ya Jaa hii ina sifa nzuri na inasaidia sana vitu vingi tofauti katika mwili wa mwanadamu. Lakini leo naenda kufundisha sifa na faida ya dawa hii ya Nyota ya Jaa. Inasaidia nini katika maisha na mwili wa mwanadamu? Kwanza kabisa, dawa hii huwa inasafisha uchafu ambao mtu katoka nao. Kwa mfano, nikupe mzuri, umetoka zako kwenye mikusanyiko ya watu, umetoka sokoni, umetoka kwenye shughuli, umetoka kwenye msiba, na katika shughuli zako unazozifanya huko, hujui umekutana na watu aina gani, umekutana na nguvu gani. Kwa hivyo hii Nyota ya Jaa inasaidia kukuondolea ile nguvu mbaya, kukusafishia nguvu mbaya kwenye mwili na kukuacha ukiwa uko mweupe, uko na mvuto wako mzuri. Nyota ya Jaa utaitumiaje? Nyota ya Jaa hii utaitumia kwa kutumia kwenye maji kuoga. Utachukua Nyota ya Jaa utaweka katika ndoo ya maji, ambao utachukua kijiko kimoja ambacho cha kujaa cha chakula, na utachukua maji kwenye ndoo ndogo ambayo inakaribia kujaa. Tumia ndoo nyeupe au ya kijani. Na dawa hii huruhusiwi kuioga chooni, yaani dawa hii unatakiwa uioge sehemu ambayo ni safi kwa ajili ya kutakasa mwili wako na kuondoa giza ambalo umekutana nalo huko nje, au umekutana na upepo wote mchafu nje. Utakachofanya, utaweka yale maji na hiyo Nyota ya Jaa. Utachukua mkaa au kama mkaa huu ambao unawaka moto, yaani utachukua mkaa wa moto ambao una moto afu utauzimia mule. Kwa hiyo utazima kila aina ya uchafu na nuksi ambazo umebeba kutoka huko kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hivyo itakusaidia wewe kuimarika kiroho na kurudisha nguvu yako ya asili na nguvu yako ya mwili. Zoezi hili utakuwa unalifanya asubuhi na jioni, yaani utaoga jioni, utaoga tena asubuhi, utaoga na kesho yake. Utalifanya kwa siku 2 tu, kuoga kutoa nuksi sehemu ambazo ulienda kufanya shughuli zako. Kwa wale ambao wanaenda kwenye mikusanyiko kila siku, labda unaenda sokoni, unaenda kwenye sehemu ya mikusanyiko, unapanda daladala kila mara. Kwa hiyo unatakiwa ukirudi tu nyumbani hakikisha una dawa yako hii kwa ajili ya kusafisha uchafu ambao unakutana katika jasho, kugusana na watu, unakutana na energy tofauti, na wengine wana aura zao mbaya, yaani wana mivuto yao ya hatari ambayo imechanganyika na malaana. Kwa hiyo utakuwa unaitoa hiyo nuksi kwa kutumia Nyota ya Jaa pamoja na huo mkaa ambao ni moto. Mkaa wa moto utakuwa unauzimia mule kwenye maji ya kuoga. Hizo ndo faida za dawa hii ya Nyota ya Jaa, na itakusaidia sana wewe kuinuka, kuimarika, kuwa na mvuto kiroho, na kila kitu kitakuwa kizuri kwako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, hizo ndo faida za dawa hii ya Nyota ya Jaa katika kusafisha mwili na kuondoa uchafu wowote ambao umetoka nao katika kukutana na watu. Uchafu tunamaanisha ni mambo ya kiroho, uchafu yaani ni hewa chafu.
umekutana na upepo mchafu, wengine unakutana na mtu ana majini mahaba, kwa hivyo yanaweza akakuingia na wewe. Kwa hiyo ni lazima ukifika nyumbani unajisafisha vizuri kabisa, ili uwe msafi na uendelee kufanya shughuli zako bila kuwa na nuksi za ajabu ajabu au kuwa na giza. Mimi naitwa Dr. Mary, na kuomba share video hii na wengine wakajifunze, mpendwa mtazamaji wangu, na pia toa maoni yako. Umependa video hii ambayo nimekufundisha namna ya kusafisha mwili wako, na uweze kulike. Mpendwa mtazamaji wangu, tunazo dawa za kila aina katika ofisi yetu. Kwa hivyo nakukaribisha sana kwa mwenye changamoto mbalimbali. Tutakuachia mawasiliano yetu hapo. Kama una changamoto tutaweza kukusaidia, uwe ndani ya Tanzania au nje ya nchi. Sisi tupo, tutakusaidia changamoto yako na itaisha kabisa. Karibu sana.